Leo tumetembelea kwenye ofisi yenu ambayo bila shaka mtazamaji anataka kufahamu wewe ni nani. Karibu sana. Asante. Naanza na jina langu. Nsajigwa James Masaka. Mchungaji, pia nafanya kazi za engineering, engineer pia. Kwa hiyo leo nipo hapa kama makamu askofu wa jimbo la Ilala katika kanisa letu pendwa zuri la EAGT, Evangelistic Assemblies of God Tanzania. Taifa la Tanzania linaelekea kwenye uchaguzi mkuu ambao kusema ukweli uchaguzi unatakiwa uombewe sana, hasa na watumishi, hasa na kanisa. Tunafahamu kwamba kanisa la EAGT ni miongoni mwa kanisa ambayo yanaombea sana swala zima la uchaguzi na pia kuombea wale viongozi ambao wako madarakani. Labda kwa hili unaweza kuzungumza kidogo swala zima la uchaguzi unaelekea. Nini ambacho maandalizi yenu, maombi yenu mnafanya ndani ya kanisa la EAGT ukiwa kama baba askofu, makamu wa jimbo? Karibu. Asante. Nitaongea si kama msemaji wa kanisa hili la EAGT. Msemaji wetu ni askofu mkuu mwenyewe ambaye yuko Dodoma, lakini kwa sababu ni jambo liko wazi tu, tutazungumza kama askofu wa jimbo hili la Ilala, ambayo kanisa kwa kweli lote Tanzania, nchi nzima, yani sasa hivi ni kanisa lililotulia na linalopenda Mungu na linafuata sana maadili ya kibiblia. Kwa sisi serikali na uchaguzi na uongozi wote tunauombea sana sana sana, ngazi ya kitaifa, ngazi ya kikanda, za majimbo, mpaka hata kwenye makanisa ya mahali pamoja. Ni jambo tunaloliombea sana ili kusiwepo na hali yoyote ambayo italeta mtafaruku au kuharibu amani katika taifa letu. Kuna wito gani kwa baadhi ya uongozi ambao ni wale ambao wataendana na kumwomba Mungu ili wapate uongozi, lakini si wale ambao wanaenda katika njia ambazo za kushirikina kwa ajili ya kupata uongozi? Hili unadhani hawa watu wawili ni Watanzania wanaito gani ili wachague ni wapi ambao ni wako bora zaidi? Hayo mambo ndio shida ambayo ndio Biblia inajaribu kuliona. Elimu kwa kawaida ndio inaongoza mambo mengi vizuri, na elimu ambazo ni sahihi, kuna aina tatu za elimu au maarifa ambayo Mungu, mwanadamu yeyote anaweza akapata mojawapo au zote au baadhi. Kuna elimu ya kibinadamu ambayo ndio inatusaidia kuwa na madaktari na watu mbalimbali, ujuzi mbalimbali na elimu mbalimbali. Hata wanasiasa wengine wanapaswa kuwa na elimu vizuri. Kuna elimu nyingine ni ya kishetani, yani shetani ndio anawekwa mbele kuiongoza hiyo elimu na kuwafundisha watu kwa wanabobea katika hiyo elimu ya shetani, ambao kuna wachawi, waganga wa kienyeji, waharibifu. Yani unaweza kukuta kuna mtu anaingia kwenye nyumba yako wakati umefunga. Hii mambo ya uchawi. Huyo naye ana mambo yake. Lakini kuna elimu ya tatu ambayo ni ya Mungu. Ndio Mungu, ukisoma Biblia, sisi kwangu mimi Mungu manake ni pale unaposoma Biblia. Nje hapo ni elimu nyingine tu, pengine utaziweka katika hizo mbili zingine zilizobaki. Lakini elimu ya Mungu ni elimu inayotokana na Biblia. Ndio maana katika Hosea 4:6 asema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maana yake kwa kukosa elimu inayopaswa uende mbele vizuri. Sababu maarifa ya Mungu yanaongozwa na Mungu mwenyewe na yanafundishwa na Mungu mwenyewe. Huwezi kuwa mtu wa Mungu alafu kaenda kwa mganga wa kienyeji ili ndio ufanye mambo fulani. Kwa hiyo wale wanaopita kwa mganga wa kienyeji, hiyo sio kitu cha kimungu, kwa sababu neno la Mungu, nafikiri Zaburi 1:6 anasema njia ya mwenye haki, njia ya mwenye haki Mungu ndiye anayoiongoza. Kwa hiyo njia ya mwenye haki inaongozwa
na Mungu. Lakini njia ya mwovu Mungu anaipoteza, kwa maana kwamba ukichukua kwa uganga wa kienyeji au elimu ya kichawi kaenda huko, maana yake unapita katika njia ambayo Mungu ameipoteza. Huwezi ukaifikisha taifa la Tanzania kupitia njia ambayo Mungu ameipoteza. Ni yule tu ambaye ana hali ya Mungu. Maana mwingine anasema, je, unaposema Mungu, je, wale wasio pengine wa Kristo, je, wanapaswa kuwa viongozi? Ni sawa, wanapaswa kuwa viongozi. Sababu Mungu ndiye anayechagua nani aongoze. Lakini njia ni taifa. Tunapoomba Mungu ndiye atachagua wa dini yoyote, wala sisemi lazima awe Mkristo, hata awe mpagani kabisa. Lakini Mungu akimwamua kwa sababu zake na kusudi maalum, huyo anafaa, maana Mungu ameruhusu. Ndio maana wako akina Nebukadreza, kuna sehemu anaita Nebukadreza mtumishi wangu, lakini hakuwa mtu wa Mungu. Lakini kulikuwa kazi fulani Mungu anataka aifanye yule Nebukadreza. Kwenye theolojia tunajua maana yake, kwa nini amemwita huyo Nebukadreza mtumishi wake Mungu. Kwa sababu kulikuwa na kazi ambayo Mungu anataka itimize katika dini ile waliokuwa nayo Israeli kipindi kile kule jangwani. Alikuwa anataka aibadilishe ili ingie, baadaye ndio tukawapata akina Ezra ambao kwanza yale masinagogi kufundisha, kueleza. Kwa hiyo ilikuwa nafasi ya watu wengine kumjua Mungu wa Israeli kupitia ile kitu alichofanya Nebukadreza. Kweli alivunja kanisa, alivunja hekalu, lakini ndiyo nafasi Mungu aliyotaka ili hata baadaye iweze kuingia Injili miaka ya leo. Kuna Wakristo ambao wana uwezo wa kuongoza lakini wanaogopa kuingia. Unawaambia nini kwenye kuingia katika nafasi za kugombea, Baba Askofu Makamu? Wanadai kwamba siasa ni uongo, siasa wanakaa pembeni. Siasa hizi ndio elimu, kwa sababu inafuatana mtu anayeongea hiyo ana elimu gani katika zile elimu tatu. Akiwa nayo ya kishetani ataona kama ni uongo, lakini akiwa na elimu ya binadamu tu peke yake ataona tu ni uongo. Lakini siasa si kwamba hasa ni uongo, sio kwamba ni uongo, ni kitu ambacho kipo mbele ya Mungu, kinafanya kazi kwa ajili ya kusaidia kujumuisha watu pamoja ili kuwa na mikakati ya namna ya kuendeleza watu na nchi yenyewe. Kwa hiyo kusema Mkristo hapaswi kuingia kule kwa sababu ni uongo, pengine ni sehemu na sehemu. Kuna nchi ambazo zimefanikiwa sana kwa sababu ya siasa, watu wanafanya vizuri. Mfano nikisema mfano wa Singapore, ni kanchi kadogo, lakini wale viongozi wao hawakuwa Wakristo wala sijui dini zao, lakini waliongoza katika hakika Mungu anavyotaka. Ndio maana Singapore iko mbali sana, na haikuwa uongo siasa yao, wamefikia hapo walipofikia. Kwa kusema ni uongo siasa, hapana, sio uongo. Kwa hiyo Wakristo ndio wanapaswa kuwepo pia, na dini zote wanapaswa kuwepo. Mungu anapendezwa pale yanapoenenda kwa utaratibu na kwa mipango inayokubalika. Ndio maana kuna shida, kwa sababu wengine wanasema taratibu hazijakamilika, wengine wanasema zinatosha. Hilo tatizo, kwa sababu kuna mgongano hapo. Mungu atusaidie ili yawekwe vizuri. Nina maana katiba iwekwe vizuri, sio kwa sababu ya kundi fulani linasema sio vizuri, au sio kwa ajili ya kundi fulani linasema ni vizuri. Lakini je, vizuri ni vipi? Kwa sababu unaingia kwenye falsafa. Falsafa maswali makubwa, nikasema lipi ni jambo la kweli? Lipi? Maana kuna mvutano mbili. Lipi la kweli? Hapo kitu gani ni halisi katika hayo yote? Lipi lililo zuri au lipi linapendeza? Hilo ndio shida. Kwa hiyo tusipotengeneza hiyo ni falsafa tu. Hiyo ni akili kabisa ya kibinadamu. Lakini Mungu ameitengeneza sayansi. Mungu ameelewa yote hayo. Kwa kitu cha muhimu ni kuweka vizuri ili kuwe na amani.
haki ndiyo inayoinua taifa. Haki ndiyo inaleta amani, sio amani au si kingine chochote kinacholeta haki. Haki ndicho hata Umoja wa Mataifa umejaribu kusema haki, lakini hawajaishi hapo, wanasema haki za binadamu. Maana kuna haki zingine zilizo si za binadamu, lakini ni namna ya kufanya vizuri. Haki ya binadamu kwamba kila mtu sio alale. Sasa hayo je, ni tunafanya hayo? Kwa haki ya wanadamu kama Umoja wa Mataifa na wasema, sijui wana maana gani, sababu inaonyesha kuna kitu wamekificha mule, kwa mimi ninavyoona. Mambo hayo mengine Waingereza wanatumia neno esoteric, yani lugha ambayo sio wote wanaoelewa, ni kundi fulani tu linaelewa lugha fulani. Sasa hayo ndio ukiangalia siasa unakuta kuna maneno fulani yanaonyesha ni esoteric language. Pia mwisho kabisa, Baba Askofu, tunafahamu kanisa la GT ni miongoni mwa kanisa ambayo yanasimama kwenye neno la Mungu, ambalo ni miongoni mwa kanisa ambayo yamefanya sasa waumini, jamii nyingi kuamini neno la Mungu ndio njia pekee ya katika kuleta amani, kufunguka, pia katika uponyaji. Hili neno unaito gani? Sasa kuna baadhi ya wengine wanatumia si neno, wanatumia mambo mengine. Unaito gani kwa watu? Karibu sana. Ndilo hilo tulilosema, elimu ile ya kimungu. Mungu akikufundisha na ukatii na ukafanya kwa juhudi, maana kazi ya Mungu inataka uwe na bidii. Ndio maana nasema utakapoyasikiliza maneno haya kwa bidii na kuyatunza vizuri na kutenda sawa sawa, sema kuna baraka zake. Maana yake mambo ya kiroho yanahitaji bidii pia ya mwili kwa asilimia kubwa ili uweze kufanya. Sasa wengine wanaotaka ndevu wasema toa sadaka 20 nikupe kitu gani? Sadaka tunatoa, lakini sio kwa mpangilio wengi wanavyosema. Ni kama vile makuhani zamani, watu walipokuwa wanaondoa dhambi za watu, wanaleta sadaka na kuziteketeza wanyama. Maana kuhani huyo hawezi kutaka watu wale wasiwepo tena, atataka wawe wagonjwa tu, wawe na shida, ili walete wanyama wengi watajirike. Na ndio ilivyo makanisa mengine, watu wanatajirika. Sisi tumepewa bure na tutatoa bure. Sadaka ile ni, anasema Mungu anasema usije kuabudu pasipo sadaka. Hayo ni mambo madogo tu. Sisi tumepewa bure, tunatoa. Hata tukimwombea mtu akapo ni bure tu, yani kwa sababu nimepewa bure. Ndio maana ukisoma Isaya 55 mstari wa 1 anasema njooni mnunue dhahabu kwangu, hata msio na fedha njoo mnunue. Sasa hapo hata msio na fedha njoo mnunue, maana atakupa tu. Hapo kiangalia hata Laodikia, kanisa lile la 7 katika yale makanisa 7 ya ufunuo, lile la Laodikia lilijiona ni tajiri, lakini Mungu aliwakosoa. Alisema nunueni dhahabu kwangu, sio hiyo yenu mliokusanya, sio utajiri wenu huo mliokusanya, pengine kwa wizi, pengine kwa uharibifu, pengine kwa namna yote kudanganya watu. Sadaka, maana kama unaombewa tu unatoa milioni 1, kwani kesho utataka uwe mzima? Si nitataka uwe mgonjwa tena ili ulete tena milioni nyingine? Maana nikiponya wote, maana sasa sitapata zile pesa. Lakini sisi hatuna hela, nasema njoo ununue dhahabu hata kama huna hela. Ndio sisi tunaoamini. Tunaishi vizuri tu. Wala mtu hatumchaji yoyote. Lakini Mungu anatupa, ana njia yake, tunaishi vizuri.